mambo ya GVM, kuangalia huo uzito wa gari kwa ujumla wake na mambo mengine ya mitaimbo. Sasa inapotokea gari limepita na wewe hujaliona, barabara inakuwa imeharibika au inakuwa haijaharibika? Naamini barabara inakuwa imeharibika na daraja likawa limeharibika. Je, kwa karne hii hakuna namna ambayo unaweza ukatengeneza barabara zako bila kuhangaika tena kuhusiana na masuala kama hayo kwa karne hii? Kwa sababu ni kawaida kwamba gari likibeba mamizigo makubwa zaidi litavunjika lenyewe. Kwa mfano mdogo tu, ukiingia kwa mfano njia za Oyster Bay Masaki, nafahamu kwa wenzetu wa TARURA wanazungumzia kwamba gari ya tani kadhaa isipite kwenye zile barabara. Lakini ukija halmashauri tunatoa kibali cha kujenga ghorofa 15. Ni namna gani na miujiza gani unaweza kujenga ghorofa 15 bila kuwa na mzigo mkubwa wa nondo, bila kuwa na mzigo mkubwa wa aggregate, bila kuwa na mzigo mkubwa wa building materials zingine? Sasa hapa inakuwa ni sheria zisizotekelezeka. Kwa ndio maana leo usiku na mchana kuna mamitambo, kuna yale ma crane si marubasha gani yapo kule. Lakini zaidi pia kama mabarabara yako kule, zamani tulikuwa tunajenga kwa hizo surface, mnasema si surface dressing, lakini angalau kwa sasa tunasema kwa sababu ya traffic tunakwenda kwenye asphalt concrete. Sasa je, kwenye ujenzi huu wa barabara na kwa sababu ya maendeleo makubwa ambayo sasa yapo bandarini tunayaona miaka 50 ijayo, na kwenye hizi barabara kwa ujumla, hakuna namna sasa katika design ya barabara tukasema sasa tunajenga katika namna ambayo hata ungelukaluka juu ya lami hii kwa mzigo huu hautaweza kuharibu barabara kuliko huu usumbufu ambao sasa tunaupata. Na unajua hiyo inachochea nini? Inachochea corruption. Hakuna namna ambayo hiyo lazima ichochee corruption. Wameangalia kwenye vidubwasha pale, wamekwenda gari haijazidi nenda, lakini ukweli kwamba gari imezidi, na ndio unakuja kuta barabara huko yamebonyea, madaraja yamekwenda namna hii. Lakini ukiangalia kwenye rekodi zako, gari ambalo lilizidi ulioliona hapa ulilisimamisha alikwenda. Lakini leo hii kwa mfano pale gari nazidi, je, imebeba mzigo mwingi au imepanga vibaya? Swali litakuja, inaweza kama imepanga vibaya au imebeba mzigo mwingi. Lakini yote haya ni kwamba ni mazingira tu, yaani inabidi tuwe very automatic, tuwe kielektroniki kwenye kila jambo. Hata tukienda hii ya kushinda kwenye mizani, na ukienda kwenye hizo wenzetu, sijui mimi sijatembea kwenye hizo nchi, na kwa sababu hata nikitembea naweza kana naangalia vitu ambavyo nihusu. Siwezi nikatembea hapo nikaa naangalia mizani ikoje. That's not my, hiyo sio taaluma yangu. Nadhani na nyinyi wenyewe mkitembea unaangalia mizani ikoje, sijui jambo gani likoje kulingana na area of interest yako wewe. Sasa nadhani kuna jambo hapo la kuendelea kubadilika kuliko kufanya utamaduni kama ulivyo. Dar es Salaam leo tumepata taarifa hapa, mwaka juu si mwaka jana magari yalikuwa 2100 ambayo yalikuwa yanaingia na kutoka bandarini. Leo hii tumefunga mwaka magari 3100. Why? Amini tufikirie kuhusiana na mwaka unaokuja. Na hapo nazungumzia magari vis-a-vis population. Halafu nazungumzia magari vis-a-vis population vis-a-vis tabia za kawaida tulizonazo za teknolojia na miundombinu ile ile. Bandari yetu itaperform? Haiwezi kuperform. Hapa mngeweza kuwa na mizani ambayo ni electronic, ni movable, yanapiga makamera, yanasimamishwa huko Kimara mbele huko. Bwana pale gari yako ile lizidi, paki huko, ingia Kiruvya huko kapaki gari lako. Safi kabisa. Sasa hapa tunadhani hili ni kama tu traffic barabarani. Na hii nadhani tazungumza pia na Saka Mlilo. Unakuta kwenye down hapo anasimamisha gari, onyesha leseni kwenye down. Au mahali kabisa magari yamejaa kabisa, anasimamisha gari, onyesha leseni. Sasa jamani, kama kila sehemu ni ya kusimamisha magari, hiyo itakuwa ni jambo la ajabu sana. Lazima sawa. Moja ikiwa ni hizi hapa hizi haya maeneo haya yote haya. Sasa pia tutakutana na hizi changamoto. Wengine wanasema sisi tumepaki magari nje kwa sababu tumeshalipia vibali TANROADS. Sasa ndio maana nataka by next week tuanze hii operation maalum za kuzifungua hizi road reserve zote ili zitumike na watu wote kwa ujumla. Yasiwe malori tu. Na kama nilivyosema tena zaidi kwamba uweze kununua lori ukao una parking. Wanasema inawezekana kuna malori mengine yako nje, labda malori ya Zambia, si malori ya wapi. Nchi yenyewe lazima iwe na utaratibu wake. Lazima na utaratibu. Mbona sisi tukienda Kongo, Malawi huko kila mahali tunalipa. Kila mahali ni kulipa tu.
sijui fee ya wapi tunalipa. Why not here? Kwa lazima na sisi tuweke utaratibu, sababu vinginevyo hapa wananchi huu mkoa wataukimbia, na ukiweongoza mkoa ambao huna watu, huo nao ni sio mkoa. Uwekezaji lazima uwe na watu. Global TV, kimbilio la wasio na sauti. Tupigie sasa.